na tutasoma maandiko. Biblia inasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Nitarudia maandiko. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Somo letu linasema uhuru wa familia ndani ya Kristo Yesu. Uhuru wa familia ndani ya Kristo Yesu. Chanzo cha familia sio mwanadamu. Wazo la familia limetoka kwenye moyo wa Baba Kristo, na yeye ndiye aliyeibuni, akaiunda na kuiumba familia. Familia ndiyo taasisi ya kwanza yenye nguvu. Familia ndiyo taasisi ya kwanza inayozaa taasisi nyinginezo. Na huyu Mungu tunayemwabudu katika Roho Mtakatifu ni Mungu wa familia, kwa kuwa familia imetoka ndani yake. Hivyo familia ni ufunuo. Akili peke yake haitoshi kuielewa familia. Ili kila mwanafamilia aweze kuielewa familia, anamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa kuwa neno familia ni fumbo, ni siri. Wengine wanafikiri kwamba familia ni kuishi tu pamoja, ni kuwa tu damu moja. Lakini tunamhitaji Roho Mtakatifu ili value ya familia iweze kutambulikana katika hadhi yake. Sasa Yesu alipokwenda msalabani, alikwenda kurejesha na kutafuta kilichopotea. Alikwenda kurejesha utukufu wa familia. Maana familia ya kwanza aliyoiweka Eden iliingia kwenye kupotea. Lakini kwa kuwa yeye, oh God, ni ufunuo wa familia, ilimlazimu kwenda msalabani ili kutafuta kuiona familia iliyobeba utambulisho wa utukufu wake ikiishi tena.
Kwa alipokwenda msalabani, alikuwa anatafuta uhuru wa familia. Tungekuwa na vipimio vya uhuru, ndipo tungeweza kuingiza vipima uhuru kwenye kila familia, tukaona percentage za uhuru zilizomo ndani ya kila familia. Familia yenye uhuru katika Roho Mtakatifu, tunazungumza ile familia ambayo hukumu zote zimeondolewa juu yake. Hukumu zote zimeondolewa juu ya hiyo. Hakuna hukumu ya magonjwa, hakuna hukumu ya unyonge, hakuna hukumu ya migogoro, hakuna hukumu ya kutokuolewa, hakuna hukumu ya kutokuzaa, hakuna hukumu ya umaskini, hakuna hukumu ya kuchelewa. Kila hukumu tunasema kuna uhuru. Kila hukumu inakuwa imeondolewa. Tunazungumzia familia zilizo ndani ya Kristo. Hatuwezi kuishi kama wanafamilia tuko ndani ya Kristo Yesu alafu tunaziishi hukumu. Familia zetu zimeupokea uhuru kwa kazi njema ya msalaba. Ndipo anasema God. Fungua Warumi 8. Warumi 8 tutasoma mstari wa 1 na wa 2. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Amen. Kwa hiyo hukumu kwenye familia inahitaji iwe ni historia, kwamba tuliwahi kukaa kwenye hukumu, tuliwahi kukaa kwenye hukumu ya uchumi, tuliwahi kukaa kwenye hukumu ya magonjwa, tuliwahi kukaa kwenye hukumu ya unyonge, tuliwahi kukaa kwenye hukumu ya mauti. Mimi natoka kwenye familia ambayo iliwahi kukaa kwenye hukumu ya magonjwa na mauti. Hiyo familia yangu hapo nyuma tulikuwa tunazika kila mwaka. Unamuona leo mtu ni mzima, kesho taarifa zimeenea kila mahali kwamba amekufa. Sasa mnaanza kujitafuta kwamba amekufaje. Lakini hata mnapotafuta amekufaje, mtaenda kuzika. Bible inasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sheria ya roho yule wa uhuru God amefanya kazi yake kutuondoa kwenye mateso ya hukumu ya kifo na mauti na uharibifu na unyonge na kutokuweza na kila aina ya dhiki. Kwa wewe ulio katika Kristo Yesu, kuna kitu kipya kinaitwa uhuru. Nataka useme kwa sauti, uhuru. Uhuru ni hali ya kuwa nje ya utumwa. Uhuru ni hali ya kuwa nje ya utumwa. Vile vilivyokuwa vinamtumikisha sasa anabaki kuvitawala. Nifuate kwa makini. Vilivyomweka chini sasa yeye anaviweka chini. Tunasema yuko huru, hayuko chini ya, bali yeye vilivyokuwa vimemweka chini
Yeye ndo ameviweka chini na yuko juu ya magonjwa, juu ya umaskini, juu ya balaa, juu ya nuksi, juu ya uharibifu, juu ya kila kinachotajwa kisichotokana na Mungu. Sema, ewe Roho Mtakatifu, ewe Roho wa uhuru, unifanyie nafasi ya uhuru mkamilifu ndani ya familia yangu, katika jina la Yesu. Uhuru uliopotea ninaurudisha. Nakataa roho ya utumwa ndani ya familia yangu. Siko tayari kuona utumwa wa magonjwa. Siko tayari kuona utumwa wa kukosa. Siko tayari kuona utumwa katika kuharibika. Familia yangu inaishi uhuru. Namba 2, tukisema uhuru tuna maana bila vifungo, without bondages. Bila vifungo. Tumesema Bwana ndiye Roho, na pale alipo Roho, hapo ndipo penye uhuru. Familia iliyo na Roho, hiyo familia haikai kifungoni, inakaa kwenye uhuru. Ukisikia mtu anakuambia uhuru, hajafungwa sehemu yoyote. Huyu mtu hana kifungo cha ndani kisichoonekana kwa macho, wala hana kifungo cha nje. Anaitwa yuko huru. Na huyu ndio mwana familia, yuko huru. My Lord. Sikiliza, tutasoma kidogo maandiko. Fungua Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Naomba tusome hapo. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Bwana Yesu asifiwe. Soma tena Isaya 61 mstari wa 1. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Haya maneno anayasema Yesu. Na anapoyasema Yesu, anazungumza lile agizo ambalo lilimleta duniani. Alikuja duniani kuwatangazia wafungwa wote uhuru wao. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na kanisa la familia. Alikuja ili wasioona waweze kuona. Alikuja wanaokataliwa wakubalike. Alikuja waliosetwa waweze kuona wameachiliwa. Na hawa anaowazungumzia ni wanafamilia.
hakuna mtu hana familia. Kanisa linaanzia nyumbani. So Yesu anataka pale kwenye familia waliofungwa wawe huru, waliosetwa waweze kufunguliwa, vipofu waweze kuona, wanyonge wawe na nguvu, my God, wasioweza waweze kuweza. Na alitangaza kwamba hayo majira yametimia. Hayo majira ya watu kuwa huru yametimia. Na sasa ni wakati wa familia kuishi uhuru wao katika jina la Yesu. Sio sifa kwa familia kukaa kifungoni. Sio sifa. Kwa sababu kila kifungo ndani ya familia kinaonyesha hiyo familia bado haijaanza kuishi. Hakuna mtu aliye kifungoni anaishi. Mtu aliye kifungoni anapumua lakini haishi. Kwa Yesu hakuja ili wanafamilia wapumue, lakini alikusudia wanafamilia waishi. My Lord. Na asubuhi ya leo naona uhuru wa Kristo ndani ya familia moja moja katika jina la Yesu. Mpigie Bwana makofi kabisa. Tukisema uhuru tuna maana gani? Uhuru tunazungumza ni uwezo wa kuishi nuruni. Uwezo wa kuishi nuruni. Kwa maana ipi? Kuishi bila giza. Kwa sisi wanafamilia tunahitaji kuwa nuru. Tunahitaji kuwa nuru. Ijapokuwa tupo kwenye ulimwengu unaoitwa giza, lakini sisi ni nuru katikati ya giza. Kwa sababu yule nuru anaishi ndani yetu. Na huyo nuru ametufanya sisi kuwa nuru kamilifu. Na matendo ya nuru yanakaa ndani ya wanafamilia. Wanaitwa wako huru. Haleluya. Mchapie tena Bwana makofi. Oh Lord. Sasa tuangalie. Utajuaje hiyo familia kwamba inakaa kifungoni au inakaa gizani? Utajuaje? Kitu cha kwanza unachokiona ni roho ya huzuni na fadhaa kwenye familia. Roho ya huzuni na fadhaa kwenye familia. Wanasema ancestor spirit. Ni roho za miungu, roho za mababu. Ancestor spirit. Pastor Naomi, ancestor spirit. Roho za mababu. Roho za mababu zinatenda kazi. Unaona watu wana familia, wanaenda kuabudu makaburi, wanaenda kuabudu miti, wanamwaga maziwa njia panda, wanatoa machinjo, makafara ya aina, kwa sababu wako kifungoni. Kuna kitu kinaitwa ancestors spirit. Roho za mababu zinatumikiwa. Kwa hiyo familia haiko huru. Haiko huru kama kuna uwepo wowote wa roho za mababu. Roho za mababu ndo zinaamua wazae wasizae, waolewe wasiolewe, wapate kazi wasipate kazi. My God. Wawe na afya wasiwe na afya. Watu usafiri kwenda kuuliza, kutambua majira na wakati kwenye madhabahu
za roho za miungu, lakini sheria ya roho imekuweka huru. Hautakaa kutumikia kinachoitwa roho za mababu katika jina la Yesu. Naziona familia zilizo huru katika jina la Yesu. My God. Kuna nyingine inaitwa madhabahu ovu. Madhabahu ovu. Evil altars. Madhabahu ovu. Kule kwetu tunakotoka kuna kitu wanakiita nyaruju. Kwamba wanajenga, siku hizi wanajenga kabisa nyumba. Zamani kwa wanajenga vibanda. Tembea unaanza kuona kuna nyumba lakini kuna kijumba. Sasa pale watu wa familia wanapaheshimu kwa sababu ndipo wanapojiunganisha na miungu yao. Mtoto akizaliwa lazima apelekwe. Kitovu kikikatika lazima kisafirishwe. Sasa hapo hakuna uhuru. Hapo kuna mauti na uharibifu. Kuna dhiki na utumwa. Kuna kila kibaya, kwa sababu Mungu hakutuita tutumikie madhabahu ovu. Alituita tutumikie madhabahu iliyo hai, Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa kama familia hatuna muunganiko na madhabahu yoyote inayotajwa, hakuna muunganiko. Wala jina lako aliishi ndani ya madhabahu, wala alama yoyote haitaingia na kuunganishwa na wewe katika ile madhabahu. Oh God, wewe umeunganishwa na Kristo Yesu aliye hai, ambaye damu yake inanena mema usiku na mchana. Hivyo mema yatakujilia, hautaungwa na visivyofaa. God, mpigie Bwana kelele na sifa. Nitataja haraka sasa. Utajua kwamba familia hiyo haiko huru pale ambapo familia imezungukwa na maneno mabaya. Pale ambapo familia imezungukwa na maneno mabaya. Kuna maneno yanaweza kutamkwa na bibi, na shangazi, baba mkubwa, baba, God. Lakini hayo maneno yalikusudia mabaya yatokee. Kuna maneno mengine unaweza ukayajua, mengine uyajui. Lakini pale ambapo kuna maneno yalikulenga moja kwa moja, lazima ujue kwamba kama mwanafamilia utakiwi kubaki na kushikiliwa ndani ya yale maneno. Unamkuta mtu kwenye familia yao wote wanazaa kabla ya ndoa, wote wanazalia nyumbani. Ukienda kutafuta, kumbe kuna maneno yaliyokutamkwa God, yakawafunga mbali na utaratibu wa ndoa, yakawaacha kwamba hawa watakaa nyumbani, watazalia nyumbani. Tunataka hawa watoto wao wawe wa hapa. Hawa hawatatoka. Kwa unajikuta kuna maneno
Mtu akija una kila sifa, lakini unashangaa ataishia kupa ujauzito na anapotea. Ukimtafuta sana anakuambia huyo mtoto nilikupa zawadi, endelea. Kumbe tatizo si la huyu bwana, tatizo kuna maneno yalitamkwa kwamba huyu atakuwa ni wa nyumbani hapa. Naongea na kanisa lililo huru katika jina la Yesu. Naongea na wana familia walio huru. Kuna mambo tunayaona kama sawa, lakini kumbe tukiangalia nyuma kuna maneno maovu yalitamkwa. Unakuta mtu ana vyeti anavyo, kasoma, hapo alipo ana masters. My God. Lakini maisha yake yote yamejaa ufukara. Maisha yake yote mpaka nauli anaomba. Vyeti alivyonavyo vinachakaa. Anapokaa paeleweki. Maisha ni magumu. Lakini kuna watu waliwahi kumwambia kwamba kusoma utasoma, utakuwa unashika namba 1, lakini hautafanikiwa. Kwa yeye anapambana na juhudi, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna maneno yamemshikilia. Leo kwa jina la Yesu, kila neno ovu juu ya familia na life mbele za Bwana sasa katika jina la Yesu. Hayo maneno yaliyotamkwa tunahitaji kuyahukumu kuwa mkosa, na hayatafanikiwa juu yetu wala juu ya watoto wetu. Kwamba kuna maneno yalitamkwa kwamba mtaishi kwa mateso, mtateseka. Kwa hiyo wanafamilia, hata tu mtu oh God akikutana na mjiti ukamchana, hicho ni kidonda atakiuguza miaka 5. Kwa kuna maneno yalitamkwa kwamba mtateseka. Asa maneno maovu yanapoishi ndani ya watu ni dalili ya watu hawaishi huru wao. Hayo maneno lazima yahukumiwe, yaharibiwe na yafe, yatengwe na hawa watu ambao Kristo Yesu alienda msalabani kwa ajili yao. Naongea na wateule wa Bwana. Haleluya. Mpigie Bwana makofi. Kuna kitu kingine hapa dalili kwamba hiyo familia haina uhuru ni migogoro, conflicts. Hata nyinyi hamuelewi, ila mnajikuta huyu aongei na huyu ampendi huyu anamwinukia huyu anamsema huyu hayuko sawa na huyu. Familia imegawanyika. Hakuna namna mnaweza kukaa pamoja, na mkikutana sio kwamba mnaweza mkawa pamoja, lakini sio kwa umoja. Mtakutana kwenye harusi, mtakutana kwenye msiba, lakini mko pamoja, lakini sio kwa umoja. Familia inanuka migogoro. Watu wanashtakiana mpaka mahakamani. Oh God. Mtu anamwona mtu wa nje ni wa maana kuliko wa ndani. Mtu anamsema mtu wake wa damu kwa mtu wa nje. God. Unapoona migogoro, ujue hiyo familia haina uhuru. Migogoro inawafanya watu hawaendi pamoja,
hawaishi pamoja, hawafanikiwi, wanateswa, wanakaa mahali pa aibu. Kwa hiyo Kristo Yesu alipoenda msalabani hakutafuta tubaki kwenye migogoro. Wewe uliyeokoka, hata kama familia ina migogoro, wewe ndiye muondoa migogoro kwenye familia. Nakwambia roho ya upatanishi, huduma ya upatanishi itakuwa ni nguvu ya kuua vyanzo vya migogoro, hata kama mgogoro umetembea kwenye generation mpaka hii ya 4, lakini kutokea kwako mpaka mzizi wa mgogoro utakwenda kukauka katika jina la Yesu. Oh God. Kitu kingine ambacho unaanza ukiona kwenye familia, nitavitaja sasa. Laana ya familia. Laana ya familia. Kwa mfano, ile nitoe mfano huu. Nuhu alikuwa na watoto 3. Mmoja Yafet, mmoja Shem, mmoja Ham. Huyu Ham ndo alipata shida. Biblia inasema hakuna laana inaweza kupata kama haina sababu. Yaani mtu hawezi kulaani from nowhere unapokuwa ndani ya Kristo. Lakini kuna laana itakupata kwa sababu kuna kitu umefanya kinacho connect na hiyo laana. Sasa huyu Nuhu alikuwa ni mkulima wa zabibu. So alipotoka kwenye safina akaamua kulewa. Katika ulevi wake akalewa, akajisahau, akajikuta yuko mtupu, hana nguo hata moja. Kwa utupu wake ukawa nje. Huyu Hamu huyu ndiye aliyelaaniwa. Lakini laana aliyolaaniwa ililenga uzao wake. Wakati huyu Nuhu anatamka laana, akamlaani Kanaani kwamba utakuwa mtumwa. Alipomwona babake amelewa, amevua nguo, huyu Ham akaenda akaangalia utupu wa babake, akaanza kucheka. Akacheka. Akaenda kuwaita kaka zake, njoo muone baba yenu, njoo muone. Ndugu zake wauliza, baba amefanyaje? Akasema amelewa, yuko kitupu. Wale watoto kaka wa Ham wakaona hicho sio cha kuangalia. Kuangalia hicho ni laana. So wakachukua vazi, shuka, wakaenda kinyume, wakaenda macho yao hayaoni, hayaangalii. Wanachotaka shuka limfikie baba yao, wamfunike. Nuhu alipoamka kwenye ulevi wake, akatambua alichokifanya Jafet na Shem na alichokifanya Ham. Akatambua. Ndio maana mimi napenda kuambia watu wengi sana, mtu akiwa amelewa sio kwamba hayupo kwenye akili zake. Mtu akilewa akili haiondoki. Ndio maana unaona walevi wote wanafika nyumbani wote. Akatambua kwamba Hamu alinicheka, alinidhihaki. Akatangaza baraka kwa Shem na Jafet. Akatangaza laana kwa kizazi
cha Hamu. Na kizazi cha Hamu kikakaa katika utumwa, kwa sababu ya maneno ya mzazi. Kuna baba mmoja, yeye aliumwa. Sasa alipoumwa, watu wengi hawana mshipa. Mtu akilazwa muda mrefu wanamkatia tamaa, hasa wanapokuwa hawa benefit chochote kutoka kwake. Lakini napokuja issue ya mzazi, unahitaji kuwa makini. Unahitaji kuwa makini kwenye shida ya mzazi. Kuwa makini. Sikiliza. Yule mzazi akakaa miezi 6 Lugalo hapo. Wale watoto baada ya miezi 2 hawakuja tena. Yule baba akaumwa. Hamna mtu wa kumwogesha. Hamna mtu wa kumpa chakula. Anaomba wafagizi wamsaidie kumletea chakula. So wodi ikaanza kunuka kwa sababu baba hajiwezi. Akatokea nesi mwanamke, akasema mimi nitakuwa mwanao. Akaamua kumwogesha, kavaa gloves, naambia baba utanisamehe, mimi nimetumwa na Roho Mtakatifu nikuogeshe, nitakuogesha kila mahali. Yule baba machozi anamtoka, huko anasema, we mtoto sijui ni wa nani, we ubarikiwe, we uishi, wewe na nguvu, wewe na raha, wewe na amani. Anapoziachilia zile baraka kwa mtu asiyemjua, watoto wake wanafungu gani? Wale watoto hawakutokea mpaka yule baba alikufa. Siku baba amekufa, mazishi yalikuwa ni makubwa. Yakaagiziwa matenti ghafla, likapikwa pilau, nyama, samaki, kila kitu. Wakaleta catering, watu wakala, wakanywa, sare zikashonwa, lakini kulikuwa hakuna mtu wa kumwangalia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sisi kama wana familia, laana kama hiyo lazima tuitubie. Nahitaji toba kutoka kwenye laana kama hiyo. Basi hivyo inatembea kizazi na kizazi. Unaanza kuona kuna roho ya kukataliwa inafuata. Mambo magumu yanafuata, kumbe kuna kitu. Hata kama ule mzee akutamka, lakini lile sonono la moyo linawafunga. Naongea na watakatifu. Kwa mahali ambapo kunatokea laana za familia, ni mahali pa kuangalia kwamba familia yangu mimi wana laana gani? Kuna laana gani humu inatembea? Mbona mambo yako hivi? Kuna laana gani? Nini kilisemwa? Nini kilifanyika? Nani alifanyiwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Oh God. Kitu kingine kinachofanya familia sio na huru ni nguvu za mapepo. Nguvu za mapepo. Kitu kingine kinachofanya familia isiwe na uhuru ni magonjwa. Ni magonjwa. Ni magonjwa. Kitu kingine kinachofanya familia isiwe na uhuru ni hofu. Unakuta hao wana familia wana hofu ya kuanza, hofu ya kuendelea, wana hofu ya kuoa, wana hofu ya kufanya, wana hofu ya mambo makubwa, wana hofu. Yaani unakuta familia ina hofu na haiendi mahali.
ni utasa, ni utasa. Sasa utasa, kuna utasa wa aina nyingi. Kuna utasa wa mapato, utasa wa mahusiano, lakini pia kuna utasa wa kuzaa, utasa wa kupata watoto. Utasa ukiwepo, kuna familia inakosa uhuru, kuna uhuru haupo. Mambo ni mengi, tukiyataja yote hatutamaliza. Sasa sisi kama wanafamilia tufanye nini? Tufanye nini ili tuweze kutoka katika vifungo na katika kupoteza uhuru wetu? Tufanye nini? Kitu cha kwanza, wanafamilia wanahitaji kufanya maamuzi ya kweli, kumleta Yesu kwenye maisha yao kama Bwana, kumleta Yesu kwenye maisha yao kama Bwana. Very important. Utasoma mwenyewe kwenye kitabu cha Warumi 10:9 mpaka 10. Pili, familia inahitaji kujenga ushirika na Baba Mungu kwa neno lake. Familia inahitaji kujenga ushirika na Baba Mungu kwa neno lake. Utasoma mwenyewe kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8:31 mpaka 32. Familia inahitaji kufanya maamuzi ya kumtumikia Kristo. Familia inahitaji kufanya maamuzi ya kumtumikia Kristo. Utasoma mwenyewe Joshua 24 mstari wa 14 mpaka 23. Joshua hapa anasema, chagueni vileo mtakaye mtumikia, ila mimi na nyumba yangu, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Namba 4, familia inahitaji kujiingiza kwenye maombi kwa makusudi. Familia inahitaji kujiingiza kwenye maombi kwa makusudi. Oh Lord. Utasoma mwenyewe Warumi 8:26 na 27. Familia inahitaji kujiingiza kwenye maombi kwa makusudi. Namba 5, familia inahitaji kuwa na mshauri wa kiroho. Familia inahitaji kuwa na mshauri wa kiroho. Ni nani anawashauri mpatane? Ni nani anawashauri muweze kutoka kwenye hayo mabaya, hayo magumu? Kuna familia moja ilikuwa na viwanja vingi. Baba yao alipofariki aliacha viwanja vingi, majumba mengi. Lakini hao watoto walikuwa wanapanga na hawafanyi chochote na viwanja, hawafanyi chochote na hizo nyumba. Kwa nyumba zinaharibika, hao watoto wapo wanazidi kuwa maskini, mafukara. Lakini ukiangalia nyuma kuna utajiri mwingi. Lakini walipoanza kuja hapa, my God, mashauri ya kiungu yakainua fahamu zao. Wakaanza kuona sisi sio maskini. Nyumba ile pale iko center mjini. Ile nyumba tunaivunja,
wakajenga ghorofa pale, wakajenga ghorofa lingine pale, wakajenga kwingine pale, wakajenga kwingine kule. Sasa hivi ni mamilionea, lakini kulikuwa na mshauri kwenye maisha yao. Nani ni mshauri wa maisha ya familia? Kwa sababu kuna mahali mkienda kushauriwa, badala mjengwe mnazidi kubomoka, badala mpatane mnazidi kuharibika. Nani anawashauri? God. Mwambie jirani yako, mshauri wa familia yenu ni nani? Mwingine wanaenda kule kwa babu chifu mzee, eti tunataka mtu mwenye mvi. Ishu sio mvi. Ishu ni kuona. Unaona nini? Bwana asifiwe. Naiona neema ya uhuru katika familia katika jina la Yesu. Nasema tena, naiona neema ya uhuru kwenye familia katika jina la Yesu. Lakini familia ili itoke hapo, wanahitaji kutoa sadaka za familia. Toa sadaka za familia. Ipande familia yako kwenye umbo la Bwana kwa kutoa sadaka. Oh God. Namba ngapi? Kama wanafamilia wanahitaji kuona umuhimu wa kuwa na ibada za familia. Ibada za familia na zikatokea mara moja katika miezi mitatu. Mara moja katika miezi 6. Wakiwa mbali, wengine wako Amerika wapi, mara moja kwa mwaka. Ndio maana unaona wale wa uharibifu watatoka kila mahali. Utawakuta hao Moshi, hao Marangu, hao wameenda. Mji wote hamna watu. Sisi kama wana wa Mungu, ili tujenge familia, tunahitaji kuwa na vikao vya familia, ibada za familia, hata kama ni mara moja kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuangalie familia yenye uhuru. Alama za wazi zinazoonyesha familia hii ina uhuru. God. Kitu cha kwanza, familia yenye uhuru utembea katika upendano. Utembea katika upendano. Kunakuwa na pendo. Tasoma Warumi 12, Warumi 12 mstari wa 10. Karibu msomaji. Warumi 12 mstari wa 10. Karibu. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Bwana asifiwe. Kama familia iliyo na uhuru, kuna kitu kinaitwa kupenda. Ndani ya familia hatupendani kwa sababu fulani hana makosa. Hatupendani kwa sababu fulani ni mkamilifu. Kama mwanafamilia, nina wajibu wa kumpenda mwenzangu kama alivyo. God. Kwa katika kupenda ndani ya familia kunaanza kuonekana nguvu ya kuchukuliana. Nguvu ya kuchukuliana. Ukiona familia inaenda pamoja, kuna nguvu ya kuchukuliana.
Ndani ya kuchukuliana ndio kuna kukamilishana. Unapomchukulia mwingine, ataanza kumuona Kristo anayeishi. Naongea na kanisa la familia, haleluya. Lakini ndani ya kupenda kuna kusameheana. Kuna kusameheana kama familia. Ndani ya familia kuna makosa mengi. Kwa nini? Kwa sababu katika familia kila mmoja anaishi vile alivyo. Yaani kwenye familia hamna kujizuia. Kila mtu ana breki, anaishi vile alivyo. Anajionyesha vile alivyo. Ukija hapa kanisani, kuna kujizuia. Hata kule nyumbani unaropokaga, ukija hapa unajistai. Nikiongea hili nitamuuzi. Utajisikiaje? Kule nyumbani, ukikasirika umekasirika. Na watu wote wanajua umekasirika. Ukija hapa nyumbani mwa Bwana, unazuia hasira zako. Kwa wanaokujua vizuri watu. Mwambie jirani yako, wanaokujua vizuri ni watu wanaoishi nao kule. Unaweza ukawanunia siku nzima na hawana jinsi. Unaweza ukajibu chochote, lakini ukija hapa unaanzaje kujibu chochote? Uko radhi ukae kimya, huwezi kujibu chochote. Kwa sababu ni mtakatifu wa Bwana. Hasa kule nyumbani tangu utotoni tumekuwa wote. Kwa hiyo wewe lolote ni chochote ujali. Kwa kule nyumbani watu wanakoseana. Yaani kule ndo kuna kukoseana. Lakini kukoseana hakumaanishi watu hawaishi pamoja. Pamoja na kukoseana, lazima pia kuwe na kutengeneza, kusameheana ili maisha yaendelee. Kwa sababu huyu ni ndugu yangu. Ndio maana Biblia inasema kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa anatolea mfano pendo la udugu, kama lilivyo pendo la udugu, watu wanakoseana kule lakini wanaishi pamoja. Hivyo hivyo ninyi kama wana, ishini kwa pendo kama la kule. Naongea na kanisa. Lakini katika pendo ndo kuna kusaidiana. Kama wanafamilia kuna kusaidiana. Unaona wana ndugu wanakaa kikao wanasema okay. Sasa tunamfanyaje? Tunamsaidiaje? Tumpe mtaji afungue duka. Tumsaidiaje? Tumpeleke Amerika kasome. Tunamsaidiaje? Tumpeleke VETA. Tunamsaidiaje? Kwenye familia kuna kusaidiana. Kwa nini kuna kusaidiana? Kwa sababu ndani ya familia ni mahali pendo linatakiwa liishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ndani ya familia katika pendo kuna kutumikiana. Kuna kutumikiana. Watu wanaopendana wanatumikiana. Naona wanaacha kila kitu. Unasema ndugu yangu kajifungua. Huyo. Nitaacha kila kitu. Nitapambana mpaka asimame. Hata kama amefanywa operation, nitahakisha amesimama. Ni ndugu yangu nampenda. Bwana asifiwe. Pale kuna pendo. Kama hamna pendo, unakuta watu wanasaidiwa na mtu baki asiyemjua. Ndugu zake wapo, lakini hamna pendo. Lakini kama kuna pendo, utaona yule katokea, yule katokea, yule katokea. Kuna kutumikiana. Mwingine ajisikii vizuri
vizuri utaona wapo hapo. Lazima uinuke, lazima uinuke. Bwana asifiwe. Lakini kwenye upendo kuna kujivunia ndugu yako. Unajivunia ndugu yako. Mahali hakuna pendo hivi vitu havitokei. Watu wanahusudiana. Ukiona familia ya Yakobo, ndugu yao hana tatizo lolote. Amewaambia, jamani mimi nimeona miganda 12 na niinamia. Nikaona na jua na mwezi na vyenyewe vimeniinamia. Wakasema, wewe unatuambia nini? Yaani wewe dogo, wewe unataka kututawala sisi? Wewe dogo unatuambiaje? Yaani utakuwa mkubwa sisi tukuinamie wewe dogo wewe. Wakamuinukia kwa kila njia, wakatafuta kumuua. Kumbe ilikuwa kuinuka kwake ndio kuinuka kwa familia. Familia yenye pendo inainuana. Na inapomwona mwingine anainuka, familia yote inafurahia. Inaomba, oh God, inasema mema. Naongea na kanisa la familia. God. Mahali hakuna pendo, tunaona Kaini. Kaini anamuua ndugu yake. For what? Eti kwa sababu tabia ya ndugu yake ilikuwa nzuri. Mungu akamsifia ndugu yake. Kaini akainuka. Mungu anamwambia, wewe uovu hapo, lakini bado hakuweza kuushinda. Mimi nikwambia, ukisoma Bible utaanza kuona maovu yaliyo ndani ya familia. Jamani, maovu yako nje, maovu yako ndani ya familia. Wanafamilia wanauana wenyewe, wanafamilia wanazuiliana wenyewe, wanafamilia wanatesana wenyewe. Kwa sababu hawajui kwamba familia ni ufunuo uliobeba kuinuana. Familia ni ufunuo uliobeba penzi. Familia ni ufunuo uliobeba kuchukuliana. Familia ni ufunuo uliobeba msamaha. Naongea, mpigie Bwana makofi. Sikiliza. Utaijuaje familia ambayo ina uhuru? Ndio hiyo, ina furaha na amani. Ina furaha na amani. My God. Yule mfalme alipowachungulia, akatambua, wewe Ibrahim umenidanganya. Huyu sio dada yako. Umenidanganya. Huyu sio dada yako. Dada gani huyu? We. Akawachungulia, akawaona wanacheza michezo. Wengine hapa tunaona tu michezo ya Kihindi. Mungu anakuona. Wanacheza michezo ya kurusha, wanarushiana nguo. Ola. Huyo chumbani. Umedaka. Haleluya. Akasema, wewe dada yako gani huyu? Sio dada yako. Huyu bila shaka ni mke wako. Ibrahim akasema, ndio, nilikwambia dadangu kwa sababu ungeniua ili umchukue. Lakini kweli ni mke wangu. Kwa nini alijua ni mke wake? Vitendo. My God. Usikubali kukaa na mke wako kama unaishi na mama mkwe. Kwa sababu nyumba, familia ni furaha na amani. Praise God. Fanya michezo ya kitoto. Basi kama unakushinda, basi chukua hata ufanye tu manicure na pedicure. Chezea hata miguu ya mume wako tu hapo. Furahia tu mume wako alivyo. Bwana asifiwe. Oh God. Unaweza mko ndani huko, mkakimbizana, mkamwagiana maji, baadaye utakuja una deki. Kuna kitu kinaitwa furaha na amani kwenye familia.
utaiona hao wana uhuru. What? Kuna furaha na amani. Bible inasema oh God, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sio kama dunia itoavyo. Anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Oh God. Anasema wana amani nyingi waipendao sheria yangu, wala hakuna cha kuwakwaza. Jamani, familia ni mahali pa amani. Msije mkakaa utaona kuna poster, pambo limewekwa pale, limeandikwa furaha ya Roho Mtakatifu ndani ya nyumba. Sawa, lile pale limeandikwa, lakini je, kuna furaha? Au wageni wakija tunashangaa maandiko, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. The joy of the Lord is my strength. Lakini ndani pakiwa, ukiingia nyumba haina amani, utaisikia nzito, haina amani. My God. Watu wote ni waoga, watu wamechoka, chakula kinafichwa. Unakuta chakula Blue Band kwenye uvungu, maini ya kibaki kwenye uvungu. Sasa itakuwaje? Peanut butter inapakiwa chumbani. Hapo hamna maisha. Watu hawana furaha. Oh God. Peanut butter ni sumu. Jemu ni sumu. Blue Band sumu. Nini tena? Mungu anakuona. Weka hapo tugawane sumu kidogo kidogo watu wote. Jamani, kuna maisha ya familia yanakuhitaji wewe mtakatifu uliyekaa hapa. Unajua ukija hapa, package unayoipata ni kwa ajili ya familia. Mtu wa kwanza anayeathirika na ulichokibeba ni familia. Usiwafanye watu wachukie kanisa. Wakikuona umebeba Biblia wanakasirika. Wakikuona umechelewa kurudi wanakasirika. Kwa sababu wanajua wewe ndiye chanzo cha migogoro kwenye familia. Lakini umejificha ndani ya Biblia. Kwa jina la Yesu natamka nguvu. Natamka nguvu ya furaha kwenye familia kwa mtu mmoja mmoja. Piga kelele kwa Bwana. Oh God. Kwa sababu nataka tuombe, siwezi kumaliza kila kitu. Lakini alama kwamba kwenye familia kuna uhuru ni afya njema. Ni afya njema. Wana familia wanapoliishi kusudi la Kristo, wanaanza kujikuta figo na maini na nyama na damu zinakamatwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Wanaanza kujiona wanaishi maisha marefu yasiyo na magonjwa wala udhaifu. Bwana asifiwe. Wanafamilia wanapoishi katika uhuru, kuna udhihirisho kwamba magonjwa yao yamechukuliwa ndani ya Kristo. Bible inasema kwamba alipoenda msalabani aliyachukua magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hivyo mahali pa familia sio mahali pa magonjwa. Mahali pa familia ni mahali pa afya njema. Hivyo kila mwanafamilia lazima akubali kuona afya njema, kukiri afya njema, kutamka afya njema, kuhitaji afya njema kwenye familia. Kwa sababu mtu mmoja akiumwa kwenye familia, wote mnateseka. Amna mtu anasema anaumwa yeye. No. Utadamka 11 Mluganzira, saa 6 Mluganzira, jioni Mluganzira, mwezi mzima utakuwa umeathirika. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kudai kwamba kwenye familia magonjwa hayataishi katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna vijana wawili, ukisoma Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa 3. Kuna vijana wawili. Hawa vijana wameandikwa kwenye Bible kwa sababu walimsaidia rafiki yao. Walimkuta rafiki yao amepooza, hana msaada.
Na Biblia haisemi familia iko wapi. Haisemi familia iko wapi. Isipokuwa hawa vijana wanaonekana wamembeba huyu mtoto, huyu kijana, wamempeleka kwa Yesu. Wanadai huyu kijana lazima apone. Wakakuta Yesu amezungukwa, wakatoboa dari, huyu kijana lazima apone. Lakini ule ulikuwa ni wajibu wa familia. Familia iko wapi? Bwana asifiwe. Ukisoma Yohana 5, utamkuta mwanamke pale, utamkuta sio mwanamke, ni baba. Alilala pale kwenye pool ya Samaria. Siloamu alilala pale miaka 38, 38 years. Yesu anamuuliza, wewe vipi? Anasema sina mtu. Sina mtu. Anasema malaika akija kutibua, najipambania, nakuta mwingine kashaingia. Mpaka mwaka 38 sina mtu. Anasema huyu familia yake iko wapi? Katokea wapi? Alichomoka tu, hana mtu? Hapana. Kuna kitu kibaya kimezaliwa kwenye familia, mpaka huyu mtu amejikuta katelekezo. Hata telekezo yoyote kwenye familia yako katika jina la Yesu. Mwanamke msiforoinike. Unashangaa anapambana, mtoto ana mapepo. Anafika kwa Yesu. Wanafunzi wanamwambia, huwezi kumuona, haiwezekani. Sasa ni wanafunzi. Alipomkaribia Yesu, Yesu anamwambia, siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Mwanamke yuko mwenyewe na mtoto asiyejiweza. Hamna mtu mwingine. Hayupo. Ni huyu mwanamke tu. Hamna mtu mwingine. Hiyo sio familia. Familia ni watu. Na Mungu amekuinua wewe ni mwanafamilia. Lazima uonyeshe ufunuo wa familia. Na nataka nikwambie, hata kuwepo mtu atakayeteseka akajiona yuko peke yake, maadamu wewe unaishi, wewe utakuwa msaada wa familia, utakuwa nguvu ya familia. Jehova, piga kelele kwa Bwana.